Moja kati ya stori kubwa ambayo imeweza kufanya vizuri leo katika upande wa soka hapa nchini kwetu Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania ni usajili wa mchezaji ambaye inatafsiriwa kwamba ama inaaminika kwamba ni mchezaji ambaye anakuja kuvaa viatu vya Prince Dube katika klabu ya Young Africans. Sasa mchezaji huyu anajifahamika kama jina la Justice John Paul Figueiredo. Yes, ni raia wa Eswatini, ni mshambuliaji ama winga kutoka Eswatini na alikuwa anakipiga katika klabu ya Chippa United. Yes, ni kijana mdogo tu ambaye anakuja kuvaa viatu vya Prince Dube katika klabu ya Young Africans. Sasa nipo hapo kukupitisha tu historia yake fupi ya soka alipoanzia na mpaka Yanga walipomuona na wakaamua kumchukua. Sasa Figueiredo yeye safari yake ya soka ilianza rasmi msimu wa mwaka 2017 2018 ambapo alicheza katika klabu ya Manzini Sundowns ambayo iko nchini kwao Eswatini. Kwa safari yake ilianzia pale. Na pale alikuwa na kiwango kikubwa sana, aliweza kuonyesha kiwango kikubwa sana mpaka maskauti wa Afrika ya Kusini wakavutiwa na kipaji chake. Mwisho wa siku akaamua kumchukua mchezaji huyo na rasmi mwaka 2018 akasajiliwa rasmi katika klabu ya Maritzburg United ambayo iko nchini Afrika ya Kusini, ambayo ilikuwa inashiriki ligi kuu ya Afrika ya Kusini. Kwa alivyofika katika klabu ya Maritzburg United ya Afrika Kusini ambayo ndio inafahamika kama Durban City, alivyofika pale akaanza maisha yake ya soka na ndio ikawa safari yake kidogo ikawa imefunguka, kwani mechi yake ya kwanza ya ligi kuu ya Afrika ya Kusini alicheza katika klabu ya Maritzburg United. Kwa ndo alicheza pale. Lakini sasa baadaye mambo hayakuwa mazuri katika klabu ya Maritzburg United, kwani umri wake ulikuwa ni mdogo sana, lakini pale alikutana na changamoto ya kutopata nafasi ya kucheza. Akawa anacheza mechi chache sana, kwani kulikuwa kuna ushindani mkubwa sana kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo alikuwa anakosa nafasi. Hivyo uongozi wa Maritzburg United ukaamua kumtoa kwa mkopo kumpeleka ligi daraja la kwanza, kwa sababu umri wake ulikuwa mdogo. Walitaka aende kule apate muda mwingi wa kucheza ili apate fitness ya kucheza, lakini kuzoea soka la ushindani la Afrika ya Kusini. Kwa hiyo Figueiredo akaamua kwenda kucheza katika ligi daraja la kwanza katika klabu ilikuwa inafahamika kama Mbombela United. Kwa akaenda kucheza pale, kiwango chake kikawa kizuri sana. Klabu ya TX Galaxy ikavutiwa sana na kiwango chake, ikaamua kumsajili tena. Kwa ikamrudisha tena juu, akaja kucheza tena ligi kuu. TX Galaxy akaja kucheza. Sasa amekuja kucheza pia akakutana na changamoto ile ile tena ikamtokea kwamba kocha aliyekuwepo katika klabu ya TX Galaxy yeye mfumo wake ulikuwa hauendani sana na mchezaji Figueiredo. Kwa mfumo wa kocha na mipango ya kocha ilikuwa haimuhusu sana Figueiredo. Kwa akawa hapati tena nafasi ya kucheza mara kwa mara katika kikosi hicho cha TX Galaxy. Kwa hiyo yeye mwenyewe akaona hapa siwezi kutoboa. Akaamua kufanya maamuzi magumu sana, kwani alichoamua akaamua kutoka katika klabu hiyo ya Galaxy na akaamua tena kurudi kwa mara ya pili katika klabu ligi daraja ya kwanza, katika klabu ambayo inashiriki ligi daraja la kwanza, ambapo klabu hiyo ilikuwa inafahamika kama Cape Town All Stars, inashiriki ligi daraja la kwanza. Akaamua kwenda kule na alivyoenda kule Mungu akamsaidia, Mungu akamfungulia, akaenda akapambana sana, akawa na kiwango bora sana, kwani kule alikuwa anapata nafasi ya kucheza mara kwa mara, akafunga mabao mengi sana, akatoa assist nyingi, akawa na performance kubwa sana. Hivyo maskauti wakaanza kumchungulia na kumfuatilia mienendo yake, na mwisho wa siku klabu ya Richards Bay ambayo inacheza ligi kuu ya Afrika ya Kusini ikamsajili tena, ikamrudisha tena ligi kuu kwa mara ya pili. Sasa tuseme ikamrudisha ligi kuu. Hapo ndipo akawa na kiwango kikubwa katika klabu ya Richards Bay na akaonyesha mchango mkubwa sana na alitoa kiwango bora sana na kuibakiza klabu hiyo katika ligi kuu ya Afrika ya Kusini. Sasa baada ya kiwango hicho kikubwa kuweza kuonyesha, ndipo klabu ya Chippa United ikaja sasa kumsajili rasmi kwa miaka miwili na kuweza kutoa kiasi cha euro 100,000 na kumpata mchezaji huyo Figueiredo. Na alivyoingia katika klabu ya Chippa United aliweza kuonyesha performance kubwa sana, alicheza vizuri sana, alikuwa na performance nzuri sana. Na Figueiredo ukiangalia takwimu zake katika msimu wa 25-26 hakuwa na takwimu nzuri sana, kwani ameweza kufunga mabao 2 na ameweza kutoa assist 5 katika msimu wa 25-26 katika klabu yake ya Chippa United. Sasa wapo wanaoshangaa kwamba mbona sasa huyu takwimu zake ni ndogo? Ni kwamba tunaangalia
ubora wa ligi ya Afrika ya Kusini, lakini pia matumizi ya mwalimu ya mchezaji huyo. Mwalimu alikuwa anamtumiaje mchezaji huyo? Yes, mwalimu alikuwa anamtumia kama winga sana, ndio maana ukiangalia alikuwa na assist nyingi kuzidi magoli. Alikuwa anatokea pembeni. Sasa Figueiredo ni mchezaji wa aina gani? Figueiredo ni mchezaji ambaye hana kasi sana, na mchezaji ambaye anaweza kurudi chini na kukaba na kuanzisha mashambulizi kuanzia chini. Lakini pia sifa yake nyingine, anaweza kucheza kama winga, lakini pia anaweza kucheza kama mshambuliaji. Ni kwamba ana uwezo wa kutengeneza nafasi za magoli, lakini pia anaweza kufunga. Kwa hiyo automatically tu inamaanisha kwamba Figueiredo anakuja kuvaa viatu vya Prince Dube katika klabu ya Young Africans. Je, atatoboa? Je, atafanya vizuri? Ni swala la muda, tumpe muda, tumsubiri tumuone uwanjani.